Kiongozi wa Wahouthi wa Yemen anasema kwamba mpango wa Donald Trump kuhusu Gaza ni ramani ya kizayuni ya kufuta haki ya Wapalestina na kwamba Wahouthi hawakubaliani na mpango huo. Kiongozi wa harakati ya wapiganaji wa Kihouthi kutoka nchini Yemen kwa jina lingine Ansarullah amesema kuwa mpango wa rais wa Marekani Donald Trump kuhusu ukanda wa Gaza baada ya vita ni ramani ya kizayuni inayolenga kufuta haki za Wapalestina na kuimarisha udhibiti wao katika eneo hilo. Abdul Malik Al-Houthi katika hotuba yake katika televisheni usiku wa Alhamisi amesema mpango huu uliwasilishwa kwanza kwa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ili vipengele fulani viongezwe na madai yote ya utawala wa Israel yaweze kujumuishwa. Anasema Abdul Malik Al-Houthi amesema kuwa mpango huo unalenga kuwanyang'anya Wapalestina haki zao, kuimarisha Israel na kugeuza eneo hilo kuwa ngome ya Wazayuni. Kwa mujibu wa kiongozi huyo wa Kihouthi, mpango huu hautambui uwepo wowote wa mamlaka ya Wapalestina juu ya Gaza na hata jina dola la Palestina halijakubaliwa hata kwa ishara tu. Ikulu ya Marekani ilitangaza mpango huo unaodaiwa kutaka kusitishwa kwa mapigano mara moja katika ukanda wa Gaza, kubadilisha mateka wa Israel walioko mikononi mwa Hamas na Wapalestina walioko magerezani huko Israel, pamoja na kuondoka Israel kutoka Gaza kwa awamu. Katika pendekezo hilo, Hamas inatakiwa kupokonywa silaha, huku Marekani ikishirikiana na washirika wa Kiarabu na wa mataifa kuanzisha kile kinachoitwa jeshi la muda la kimataifa la kuleta utulivu. Kiongozi huyo wa Yemen amefafanua kuwa mpango huo pia unasisitiza kuwa Hamas haitakuwa na nafasi yoyote ya kuongoza tena katika ukanda wa Gaza. Badala yake unapendekeza kuundwa kwa kamati ya kiutawala inayosimamiwa na Marekani, Uingereza na mataifa mengine, hata bila kuhusisha mamlaka ya Palestina inayotawala ukingo wa Magharibi. Al-Houthi ameonya kuwa Israel kupitia mpango huu inataka harakati za kupigania ukombozi wa Palestina zipokonywe silaha na kufukuzwa kwa wapiganaji kutoka Gaza. Vipengele hivi ni sehemu ya juhudi za kuigeuza Gaza kuwa eneo lisilo na nguvu za mapambano. Akirejelea historia ya ukoloni wa Uingereza nchini Palestina, kiongozi huyo wa Ansarullah amesema kuwa kama vile Uingereza ilivyokabidhi Palestina kwa Wazayuni, Marekani sasa inarudia mkondo huo huo. Amesisitiza kuwa hatua ya Trump kutambua Quds kama mji mkuu wa utawala wa Israel ni miongoni mwa udhaifu na uhalifu mkubwa zaidi dhidi ya watu wa Palestina na umma wote wa Kiislamu. Aidha, ameonya kuwa Marekani inatafuta kuhusisha mataifa ya Kiarabu katika mradi wa kiusalama wa utawala wa Israel. Akizungumza msafara wa kimataifa wa meli za msaada wa Global Sumud uliokuwa unaelekea Gaza, Al-Houthi amelani hujuma ya Israel dhidi ya msafara huo na kuutaja pia kama mojawapo ya nembo kuu za mshikamano wa kimataifa mbele ya watu wa Palestina. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo. Ni kusihi tu usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyafahamu mengi yanayojiri katika ulimwengu.